Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi na watukufu wa kazi hii tukufu ya kumtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo tukiwa katika ukumbi huu wa Starlight Hotel kwa lengo maalumu la kuweza kufikishiana maneno ya Mwenyezi Mungu katika kubadilishana yale ambayo tunafahamiana katika imani zetu na ndugu zetu katika Adam wa injilisti ambao nao wanafanya kazi ya kuhubiri mahubiri ya dini. Kwa hiyo leo tumekutana hapa tukiwa na wahadhiri mbalimbali wakongwe ambao tumehudhuria kwa lengo maalumu la kukumbushana katika kuelimishana mambo yanayohusiana na imani zetu. Mada ambayo imenisimamisha ina anwani yenye kusema sikukuu ya Krismasi ama Krismasi. Sisi Waislamu tuna mashaka nayo kwamba sio sikukuu ya Mwenyezi Mungu, kwa maana kupitia mafundisho ya manabii wa Mungu. Kwa hiyo kwa lengo la kuiweka mada hii kwamba tunahitaji pia ndugu zetu katika Adam wa Kristo ambao wapo hapa watufahamishe kwamba yale mashaka yetu ambayo tunasikia tu mtaani kwamba kuna sikukuu inaitwa sikukuu ya Christmas. Sasa leo tunahitaji watufahamishe kwa nini imeanza na maneno haya. Hebu naomba msomaji nisomee kitabu cha Wakolosai sura ya 2 aya 23. Hii ndio msingi wangu, naanzia hapa. Wakolosai 2:23. Wakolosai 2:23. Naam. Wakolosai 2:23 inasema. Naam. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba ndio yana hekima. Ndio. Katika namna ya ibada. Unaona, yapo baadhi ya mambo hapa yanafundishwa kwamba yanaweza yakaonekana pia na hekima katika ibada. Mliojitungia wenyewe. Kwa hiyo kuna ibada ambazo watu wamejitungia wenyewe. Na katika kunyenyekea. Na katika kunyenyekea. Na katika kutawala mwili kwa ukali. Na katika kutawala mwili kwa ukali. Lakini hayafai kitu. Inatosha kwanza hapo. Kwa hiyo mashaka yetu yako hivi kwamba wapo watu ambao ibada zao wamejitungia wenyewe. Tunaamini kwamba sikukuu hizi ambazo tunasherehekea, hasa mfano sisi Waislamu, ni sikukuu ambazo zina ushahidi katika vitabu. Mfano Idi, mfano hebu nisomee Kumbukumbu la Torati sura ya 16 aya ya 14. Nitatoa mfano kidogo tu. Na haya tunathibitishwa kwa mujibu wa vitabu vya kale. Kumbukumbu la Torati 16:14. Kumbukumbu la Torati 16:14 inasema kwa wenye kuandika. Inasemaje? Nawe utafurahi katika idi yako. Nawe utafurahi katika idi yako. Wewe na mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako. Inatosha. Huu ni mfano tu ambao tumeanza nao kuonyesha zipo sikukuu ambazo ndani ya vitabu vimo. Na sisi pia katika Uislamu yameelezwa mengi katika vitabu. Vipo na vitabu tunavyo. Huu nimetoa mfano, lakini lengo kubwa leo tunahitaji kujua Pasaka ni sikukuu ambayo imetoka kwa nani? Mafundisho yametoka kwa nani? Christmas. Naam, Christmas. Naomba nisomee kitabu cha Tumaini Kuu ukurasa 144. Tumaini Kuu. Hiki ni kitabu cha kanisa. Tumaini Kuu inasema. Inasemaje? Hatua za kwanza za kuiacha injili. Kanisa lilianzaje kuacha usahihi wa injili? Kanisa limeanzaje kuacha usahihi wa injili? Kwa kukubaliana na upagani. Ili Ukristo ukubalike na wapagani. Endelea. Kuelekea sehemu ya mwisho ya karne ya pili. Makanisa mengi yalichukua sura mpya. Wale wanafunzi wazee walipokuwa wanalala
makaburini, watoto wao pamoja, na waumini wapya walikuja na kubadili kusudi la Injili. Wimbi la wapagani liliingia kanisani likiwa na utamaduni, desturi na sanamu zao. Dini ya Kikristo ikapata kibali na kuungwa mkono na watawala wa dunia. Ilipokelewa nusu na wengi. Ndio. Lakini wengi waliendelea kuwa wapagani kwa ndani. Huku wakiabudu miungu yao kwa siri. Kwa hiyo kuna ibada zinafanyika kwa siri. Haya yanaelezewa ni ibada ambazo zimechukuliwa kwa wapagani, zikaingizwa kanisani na watu wakazibeba. Sasa mashaka yetu isije ikawa pia na hii sikukuu ya Christmas ni miongoni mwa sikukuu ambazo zimechukuliwa kwa wapagani. Mfano na kitabu hapa Maisha ya Watakatifu ambacho cha Kiingereza hiki, ukisoma ukurasa, nitautaja hapa, ukurasa wa 489 kinasemaje? Naomba nikisome. Naomba nitumie miwani kidogo, mwanga hapo sio rafiki. Na naomba nisomee Mr. Kimweli. Mpe mic. Nasoma kama ilivyoandikwa. Naam. The word Christmas came from the old English Christmas. Yani neno Christmas lilikuja kwa neno la Kiingereza ambalo linaitwa Christmas. Mass or Christus. Au Christus. Which all means Christmas. Kwa hiyo ambayo ina maana ya misa ya Bwana, ya misa ya Kristo. Or Mass of Christ. Though the Holy Bible ndio describes no specific date as such to the birth of Savior, the celebration of a special feast pertaining ndio to it was referred to as early as in AD 200. Subiri kwanza. Kwa mujibu wa maelezo yanayoelezwa katika kitabu hiki ambacho cha Wakatoliki, kinaonyesha kwamba sikukuu hii imechukuliwa kwa maelezo ambayo yanaonekana kuna mfalme ambaye alikuwa akisherekewa. Naomba shuka hapo chini kwenye pointi moja kwa moja hapo. December 25 in all probabilities ndio come to be accepted as the birthday of Jesus, as it was on this day 25 December according to the Julian calendar. Tosha kwanza. Kwa mujibu wa maelezo hapo anaonyesha kwamba Desemba 25 imechukuliwa sehemu ambayo katika sehemu hiyo kanisa lilichukua likaifanya kuwa ni sherehe ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu, ambayo ni tarehe 25, ambayo sio asili yake ambayo imetokana na kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo sio tarehe sahihi kwa mujibu wa maandiko ya maelezo haya. Na ukishuka chini na okoa muda hapo, inaonyesha kwamba sherehe hii ilichukuliwa kwa wapagani ambao walikuwa wakimsherehekea Mungu wao, ambao na mwaka ukao umetajwa hapo. Naomba maliza. Haraka kidogo. 6 January according to the Egyptian. Ndio. Time of the winter solstice, a time when the day sun began its steep climb into the northern sky, that the pagans celebrated the days natalis solis invisiti, the birthday of the invisible. Tosha. Kwa hiyo kwa mujibu wa hapo kwamba desturi ya wapagani ambao walikuwa na sherehe zao kipindi jua likiinuka kaskazini, ambao ni kipindi cha baridi, huwa walikuwa wanamsherehekea Mungu wao inapofika tarehe 25. Sasa tuiulize Biblia. Hebu nisomee Yeremia 52:31. Sasa tunaangalia Biblia inasemaje kuhusu tarehe 25. Kwa sababu huku tumeambiwa tarehe 25 waliokuwa wameisherehekea sikukuu hiyo ambao kanisa limeichukua na kuipeleka kanisani ni tarehe ambayo wapagani walikuwa kea mfalme wao ambao walikuwa wanamuita ni Mungu katika kipindi cha majira ya baridi jua linapoinuka kaskazini. Soma hiyo. Yeremia 52:31 inasema. Inasemaje? Hata ikawa katika mwaka wa 37. Hata ilipokuwa katika mwaka wa 37. Wa kuhamishwa kwake Yoakini mfalme wa Yuda. Katika mwezi wa 12. Katika mwezi wa 12. Siku ya 25 ya mwezi Evili Merodaki. Mfalme wa Babeli
Babeli. Ndio. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Ndio. Akamuinua kichwa chake Yehoyakimu mfalme wa Yuda. Akamuinua kichwa chake Yehoyakimu mfalme wa Yuda. Akamtoa gerezani. Kwa mujibu wa Biblia, maandiko yanaonyesha kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 ni siku ya kuwatoa wafungwa gerezani. Mfalme Yehoyakimu alimtoa, huyo alikuwa ni mfungwa ambaye alimtoa gerezani tarehe 25 mwezi wa 12. Sasa swali tunataka kujiuliza na wenzetu watatujibu. Ili sionekane kwamba Krismasi ni sikukuu ambayo mmechukua kwa wapagani kwa mujibu wa vitabu, na bado tutathibitisha zaidi. Kwa mujibu wa Biblia inaonyesha tarehe 25 mwezi wa 12 ni siku ambayo mfalme Yehoyakimu alimtoa mfungwa gerezani. Kwa hiyo leo tunataka mtufahamishe ili sionekane kwamba ibada zenu mmejitungia wenyewe kama andiko la Wakolosai sura ya 2 ya 23. Je, Christmas ni sikukuu ambayo mmepata kwa mafundisho ya nani? 11:29 Mathayo. 11:29 Mathayo. Naam. 11:29 Mathayo, kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika inasema. Inasemaje? 11:29 Mathayo inasema. Naam. Jitieni nira yangu. Yesu anasema jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi ni nini? Ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yesu anasema jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Swali tunawauliza wahubiri, wainjilisti, ili sionekane kwamba sherehe za Christmas ambazo mnasherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 ili zisionekane zimetoka kwa wapagani, kwa mujibu wa mafundisho ya Yesu, ni sehemu gani alitaja msherehekee Krismasi tarehe 25 mwezi wa 12? Kwa sababu gani? 1:26 Luka. Natoa sababu. Naam. Ndani ya kitabu cha Luka. Ndio. Luka 1:26 kwa wale wanaopenda kusoma na kuandika. Ndio. 1:26 inasema. Inasemaje? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Ndio. Jina lake Nazareti. Ndio. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Ndio. Wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni nani? Ni Mariamu. Ndio, inatosha kwanza. Inatosha. Andiko unasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu mmoja jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi. Tunaonekana hapa kwa mujibu wa Biblia, aya hii inaonyesha mwezi wa 6 taarifa za kupatikana mimba ya Yesu zinapatikana mwezi wa 6. Sasa hatujajua kwamba mnaposherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 ni kwamba kuanzia mwezi wa 6 mpaka tarehe 25 mwezi wa 12 ina maana Yesu alizaliwa, kwa maana alitimia miezi 9 katika tumbo la mama yake, ama tarehe hii ambayo imetajwa kwa mujibu wa kanisa tarehe 25 iliyochukuliwa kwa wapagani ni kwamba ni kweli Yesu alizaliwa kabla ya kutimia, ama Yesu alizaliwa alitimia miezi 9. Na kama ilitimia miezi 9 kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12, miezi 9 imetimia ama bado? Na kama bado, mtuambie tarehe halisi. Yesu alizaliwa mwaka gani, mwezi gani, ili msherehekee tarehe 25 mwezi wa 12 ionekane ni sikukuu sahihi. Ndani ya Biblia kuna andiko lolote ambalo linaonyesha Krismasi ni sikukuu ya kusherehekea mazazi ya Yesu kwa mujibu wa vitabu? Katika vitabu Tumaini Kuu ambacho ni kitabu cha kanisa. Tumeandika pia katika baadhi ya vitabu ikiwemo kitabu cha kanisa Katoliki ambao ni kwa maisha ya Wakristo. Lakini pia tumekumbuka katika Biblia tumeona tarehe 25 mwezi wa 12 ni sikukuu ya kuwatoa wafungwa gerezani. Sasa ili mashaka yetu yaweze kuondoka, tunawasubiria ndugu zetu waje kujibu katika hoja ambazo tumeziweka hadharani kwamba je, Krismasi ni sikukuu ya Mungu kwa mafundisho ya Mungu ama ni sikukuu ambayo kweli zimeitwa kutoka kwa wapagani? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri mali imesikika, imeelekezwa, imesema na aya zimesoma kwamba Christmas sio sikukuu ya kuzaliwa Bwana Yesu kama inavyosherekewa na Wakristo. Mwenyekiti, hukumu ni wao.